Na hali gani mtazamaji, karibu tuangaze habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe na tuanze na habari za michezo kitaifa. Serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imetangaza kuwa ifikapo Agosti 26 ukarabati na ujenzi wa miundombinu yote muhimu kwa ajili ya mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika 2027 utakuwa umekamilika katika miji wenyeji ya Dar es Salaam na Arusha. Zaidi na mwanamichezo Witness Ngalawa. Hayo yamebainishwa Mei 4 mwaka huu bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda wakati akiwasilisha bajeti ya wizara kwa mwaka 2026-2027, ambapo amesema ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa umefikia asilimia 95, huku viwanja vya mazoezi vya Gymkhana, Meja Jenerali Samuyo na shule ya sheria vikikamilika tayari. Serikali itakamilisha miundombinu yote kwa ajili ya AFCON, ikiwa pamoja na ujenzi wa viwanja vidogo vidogo vya mazoezi vitatu ambavyo viko katika eneo la Magereza, liko eneo la Ingototo na pamoja na kiwanja cha Mgambo jijini Arusha. Mheshimiwa Spika, sambamba na maandalizi ya miundombinu ya AFCON, miradi mingine inayotekelezwa ni ujenzi wa akademi za michezo katika chuo cha maendeleo ya michezo Malia, ambapo utekelezaji wake umefikia asilimia 49. Ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu jijini Dodoma wenye uwezo wa kuchukua watu 32,500. Ujenzi wa kituo cha mazoezi ya kupumzikia wananchi jijini Dar es Salaam kilichofikia asilimia 49, na ukarabati wa uwanja wa Uhuru ambapo umefikia asilimia 70. Kwa upande mwingine, amesema serikali imetenga shilingi bilioni 20 kupitia mfuko wa utamaduni sanaa kwa ajili ya kuwawezesha vijana wanaojiajiri katika sekta ya habari, hususan watengenezaji maudhui mitandaoni, ili kukuza ubunifu na kuongeza ubora wa kazi zao. Mfuko wa utamaduni wa sanaa Tanzania umewezesha upatikanaji wa mikopo kwa wasanii kwa kushirikiana na taasisi za kifedha. Serikali kupitia mfuko imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 535 kwa miradi 229 ya utamaduni na sanaa. Aidha, sekta zilizonufaika na mikopo hiyo ni filamu, ufundi, muziki, lugha na fashion. Nao baadhi ya wabunge akiwamo mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chipando amesema wasanii wengi nchini wamekabiliwa na changamoto ya kipato kutokana na kupokea miraba midogo na kukosa mapato katika maeneo wanayostahili kunufaika. Naye mbunge wa Makete Festo Sanga ameishauri serikali kuanzisha mfuko maalum wa vifaa vya michezo mashuleni ili kukuza vipaji kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Wasanii wamekuwa na hali mbaya sana kiuchumi. Leo hii nikwambia tu Mheshimiwa Waziri, leo hii umetangaza mikopo kwa wasanii. Ukienda kuchungulia pale utagundua kuna wasanii wengi ulitegemea wataenda kuchukua mikopo, lakini wamekosa kwa sababu baadhi ya vigezo wameshindwa kutimiza, ikiwemo nyumba. Mimi nimepata milioni 200, lakini nimeweka gorofa. Mheshimiwa Waziri, sisi hapa wabunge karibia kila sekondari, kila shule ya msingi wanatuomba vifaa vya michezo. Andika historia. Anzisheni mfuko. Ni fedha ndogo sana kwa kila shule ya msingi, kila sekondari ina vifaa vya michezo na mipira na jezi. Wizara hii inaweza kugawa bure sekondari zote za serikali, mkaondoa mzigo ambao sisi kama wabunge tumekuwa tukiupata. Hiyo hoja Mheshimiwa Waziri ukisimamia utafanya mabadiliko ya ajabu sana kwenye michezo, kwa sababu kuna vijana wako shule za misingi hajawahi kuona kiatu, hajawahi kuona mpira. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Kufuatia matokeo ya sare ya mchezo wa dabi ya Kariakoo hapo jana, mashabiki na wapenzi wa timu ya Yanga wametamba kuelekea kuwanyanyasa watani wao, huku mashabiki wa Simba wakikiri kuwa kukosa alama 3 katika mchezo wa jana ni pigo kwa msimamo huo. Tupate taarifa zaidi. Yanga walijipanga vizuri, wakahakikisha wanarejesha magoli yote mangapi? 2. Lakini pia wasingekaa vizuri wangekuwa wanapigwa 3. Na ukiangalia ninaweza kusema Simba amekuwa kama mteja wa Yanga. Mechi ya jana nimeipenda ilivyochezeka. Nimeipenda kwa sababu refa alikuwa angalii umejiangusha, unatafuta usaidiwe. Fanya kazi kwanza. Iliwahiwa ile Simba kutoka kwenye mchezo. Wachezaji wakawa wametulia. Katumia makosa waliofanya Simba tukazawazisha. Mchezo wa jana ulikuwa mzuri, yapo sisi wa Simba
ni kama vile tumeumia, sababu draw kwetu ilikuwa mbaya. Spirit ya watoto walipokuwa wanacheza mwanzoni ilikuwa nzuri, na kwa kweli kwa mpira nilivyotizama kabisa mpaka half time tulikuwa tuna magoli matatu. Mimi binafsi amenifedhesha. Yaani tukitoka tu kwenye ule ushabiki nini na nini, sisi Simba bado tunapata shida sana kwa Yanga. Uwanja tumeuona, lakini Simba wanacheza mpira mkubwa na Simba imebadilika, sio Simba ile ambayo tulikuwa tunaiona kipindi cha nyuma. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, ni mwana michezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Wilaya ya Mkinga mkoani Tanga imedhamiria kuinua vipaji vya vijana wanaocheza mpira wa miguu kuanzia ngazi za kata, ligi ya wilaya kwa maana ligi daraja la 4 mpaka kufikia ngazi ya kitaifa. Zaidi na Raya Kipingo. Anatoa kauli hiyo baada ya kumalizika kwa ufunguzi wa ligi ya wilaya iliyodhaminiwa na mbunge wa jimbo hilo Twaha Mwakioja. Sasa hivi sisi tunaonewa sana kwenye ligi za wilaya. Unakuta mchezaji ameshamaliza mambo yake huko, anarudi huku, anawafinya vijana wanakosa nafasi. Kama katibu sitaweza kuliangalia swala hilo, ifikie wakati na sisi tuwe na kina Samata, na sisi tuwe na kina Chama. Kisha yakaelezwa malengo yaliyopo katika kuwanoa zaidi vijana ili waweze kupata ajira kupitia mchezo wa mpira wa miguu. Ni moja ya maeneo makubwa mawili ambayo tutawekeza ni mafunzo kwa makocha, ili tujihakikishie kwamba tunakuwa na makocha wenye vigezo, makocha wenye mafunzo maalum ya kufundisha vijana wetu, wala kwa kila kata tuwe na kocha mmoja. Tutawekeza pia katika mafunzo ya marefari. Tunafanya yote haya kuhakikisha kwamba vijana wa wilaya ya Mkinga wanainuka katika michezo, wanafika mbali na michezo inaweza kuwakwamua wao binafsi na familia zao na maendeleo ya wilaya ya Mkinga na taifa letu kwa ujumla. Tunamshukuru sana mbunge wetu kutuletea mashindano haya. Atatuibua ndoto zetu, tutafika mbali. Na sisi tutajitoa juhudi zetu zote, tutapambana, tuwe na hamasa, tusikae manyumbani, tuwe wamoja. Mashindano hayo yanaanza leo tarehe 4 na yatachezwa katika viwanja 8 vilivyopo kwenye kata mbalimbali. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Neko serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST kimekusudia kuibua na kukuza vipaji vilivyopo chuoni hapo kwa lengo la kuwapa wanafunzi fursa za kuendeleza vipaji vyao kupitia matamasha yaliyoandaliwa chuoni hapo. Taarifa ya kocha mtaalamu Epimarcus Apolinari inafafanua zaidi. Viongozi wa serikali ya wanafunzi MUST wakizungumza wakati wa tamasha la kuibua vipaji wamesema wana mpango wa kuendelea kuandaa matamasha ili kuhakikisha wanafunzi wenye vipaji wanatumia vipaji vyao kuwa fursa wakati na baada ya chuo. Jukwaa ambalo limekuja kuondoa gap baina ya wanafunzi pamoja na talents zao. Maanake imezoeleka watu kimtajia MUST anatambua kwamba MUST ni chuo tu cha sayansi na teknolojia, lakini ukweli ambao umejificha katika chuo chetu cha MUST wapo wanafunzi ambao wana talent. Kwa upande wao wanafunzi wamesema kupitia mkakati huo wa kuibua na kuthamini vipaji vilivyopo utasaidia vijana kujiingizia kipato na kuepusha kupotea kwa vipaji hivyo. So muda wote tunakaa darasani, tunasoma, tunahitaji pia burudani kama hizi, kurefresh, kutangaza biashara zetu. Pia kama una kipaji chako unapata kutangaza, hii imekuwa kama inspiration, imekuwa motivation. Ukiangalia miaka ya nyuma uaga mara nyingi hakunaga matukio kama haya. So tukio kama ile linalofanyika linazidi kuleta ile motisha kwamba hata watu ambao wako nje na MUST watamani siku moja waweze kuja kusoma hapa. Kwa hiyo unaona kabisa itaongeza mwamko wa sanaa na vipaji katika shule na chuo chetu hapa cha MUST. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimarcus Apolinari, Channel 10. Mashindano ya michezo mbalimbali yaliyoandaliwa na chuo cha ufundi VETA cha Ng'ombe yamehitimishwa viwanja vya JK Park jijini Dar es Salaam, huku uongozi wa chuo ukieleza kufikia lengo kwa kuwakutanisha na kuwapa nafasi wanafunzi kuonyesha vipaji vyao. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu.
Mashindano hayo ambayo yalihusisha michezo minne ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa kikapu, mpira wa wavu na netiboli, yalikuwa mahususi kwa wanafunzi kuonyesha vipaji vyao, kujenga uhusiano mzuri miongoni mwao sambamba na usawa hasa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Uongozi wa chuo cha ufundi stadi VETA Chang'ombe umeeleza kuridhishwa na ushiriki wa wanafunzi sambamba na vipaji vilivyoonyeshwa katika mashindano hayo. Lakini wakija hapa unakuta wanakuwa wanajumuika pamoja, wanaweza kucheza pamoja na kufurahi pamoja. Vile vile michezo inaweka mshikamano. Watu wengi wanafikiria kwamba pale VETA ni ufundi tu peke yake, lakini mashindano haya vile vile yanaleta fursa kwa vijana. Umuhimu wa michezo kwanza ni afya. Alafu michezo inatufanya tuwe karibu. Na michezo inafanya inaunganisha watu mbalimbali. Serikali, uongozi wa chuo wangetusaidia kuiongeza kama vile riadha. Mwenyezi Mungu kwa viongozi wetu pamoja na serikali kutenga muda katika michezo. Nikodem Arajiga, Channel 10 Michezo. Na taarifa hiyo na tupa nafasi ya kwenda kuangaza iliyojiri kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Katika mbio za langalanga daraja la Formula 1, dereva chipkizi wa timu ya Mercedes Andrea Kimi Antonelli ameibuka mshindi wa mbio za Miami Grand Prix zilizofanyika jana nchini Marekani. Katika mbio hizo za 4 kufanyika mwaka huu, Antonelli alionyesha kiwango cha juu cha uendeshaji na mbinu bora, akifanikiwa kuwaongoza wapinzani wake hadi kuvuka mstari wa mwisho akiwa nafasi ya kwanza, akiwazidi Lando Norris wa McLaren aliyemaliza katika nafasi ya pili na Oscar Piastri wa McLaren pia aliyemaliza katika nafasi ya tatu. Ushindi huo ni mafanikio makubwa kwa dereva huyo kijana ambaye anaendelea kujijengea jina katika ulimwengu wa mashindano ya magari, akishinda mbio 3 mfululizo mwaka huu. Aidha, matokeo hayo yanaashiria ushindani mkali unaoendelea kushuhudiwa katika msimu huu wa Formula 1. Antonelli ambaye ni raia wa Italia sasa anaelekeza nguvu zake katika mbio zijazo za Canadian Grand Prix mwishoni mwa mwezi huu, akilenga kuendeleza ushindi na kufanya vizuri zaidi katika msimu unaoendelea, huku akiongoza msimamo wa ubingwa wa madereva mpaka sasa, ikiwa ni mara ya kwanza kwake kufanya hivyo. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Na hapo ndipo ambao tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Jina langu ni Esther Mtebe, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Anarudi hapa Eden Bahati kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.